BMP TV Professional Update. Habari za asubuhi mtazamaji wetu mpendwa, karibu sana kwenye BMP TV Online, sauti yako ya kweli kutoka moyo wa Afrika. Ni mimi Bila Pengo Ulwa. Tunakupongeza na kushukuru kwa kuendelea kutufuatilia kila siku kupitia mitandao yetu ya kijamii. Asante sana kwa uaminifu wenu na endeleeni kutuunga mkono. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kubonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kupata taarifa zetu mpya mara zinapotoka. Ratiba yetu ya matangazo ya habari kutoka BMP TV Online, tunawaletea taarifa kamili za habari kila siku kwa nyakati zifuatazo: saa 12 asubuhi kwa majira ya Afrika Mashariki, hii ni sawa na saa 11 asubuhi kwa majira ya Afrika ya Kati. Saa 4 asubuhi Afrika Mashariki ni saa 3 asubuhi Afrika ya Kati. Saa 8 mchana Afrika Mashariki ni saa 7 mchana Afrika ya Kati. Saa 12 jioni Afrika Mashariki ni saa 11 jioni Afrika ya Kati. Na leo tarehe 28 Oktoba 2025. Na sasa twende moja kwa moja kwenye muhtasari wa habari za leo. DRC. Mapigano makali yameripotiwa katika eneo la Walungu, mkoa wa Sud Kivu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa za awali zinaeleza kuwa magari kadhaa ya waasi yamechoma moto na wapiganaji wa Wazalendo, huku vifo vingi vikihofia kutokea upande wa waasi. Kiongozi wa muungano wa kisiasa Alliance Fleuve Congo, Corneille Nangaa, amesema kuwa licha ya changamoto zinazojitokeza katika mazungumzo yanayoendelea mjini Doha, Qatar, bado anaamini katika suluhisho la kisiasa kwa mgogoro wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kunayo na mengineyo, baki nasi ili kupata kile kinachojiri katika nchi ya Kidemokrasia ya Kongo na dunia nzima kwa ujumla. Habari kamili. Taarifa zinazoendelea kufika katika meza ya habari ya BMP TV Online zinaeleza kuwa mapigano makali yameibuka tena katika eneo la Walungu kati ya wapiganaji wanaojiita Wazalendo na makundi ya waasi wanaodaiwa kuwa na uhusiano na wapiganaji wa M23. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, milio ya silaha nzito na nyepesi ilisikika tangu majira ya alfajiri ya leo, ikisababisha hofu kubwa kwa wakazi wa maeneo ya Sishugi, Nyangezi na Mulenga karibu na Walungu. Wakazi wengi wameripotiwa kukimbia makazi yao wakihofia kuathiriwa na mapigano hayo. Mashuhuda walioko eneo la tukio wamesema kuwa magari kadhaa ya waasi yamechoma moto na wapiganaji wa Wazalendo, huku picha na video zikionyesha moshi mkubwa ukipanda angani. Kwa mujibu wa chanzo kimoja cha eneo hilo, idadi ya vifo ni kubwa, hasa upande wa waasi, na baadhi ya wapiganaji wameonekana wakirudi Bukavu wakiwa wamebeba miili ya wenzao waliouawa. Taarifa hizo pia zinadokeza kwamba Wazalendo wamedai kuendelea kushikilia mistari ya mbele katika maeneo kadhaa ya Walungu, wakisema kuwa hawatarudi nyuma hadi eneo hilo litakapokuwa huru kabisa. Hata hivyo, hakuna taarifa rasmi zilizotolewa na serikali ya Kongo FARDC kuhusu tukio hilo. Msemaji wa jeshi hajatoa kauli yoyote hadi sasa, jambo linaloacha maswali mengi kuhusu uasilia wa taarifa zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii. Katika ukurasa wa Facebook unaoitwa Wazalendo Sud Kivu, video kadhaa zimewekwa zikionyesha wapiganaji waliovaa sare wakishangilia, wakidai kuwa wamefanikiwa kuwashinda waasi na kuchoma magari yao. Hata hivyo, BMP TV haijaweza kujidhihirisha kwa uhakika juu ya uhalisia wa picha hizo, kwani hakuna udhibitisho huru kutoka kwa mamlaka huru au waandishi walioko eneo la mapigano. Wataalamu wa usalama wanasema hali hii inaonyesha kuendelea kwa mivutano ya kijeshi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika maeneo yanayogombaniwa na makundi yenye silaha yanayodai kupigania uhuru wa wananchi, lakini mara nyingi hutumiwa kwa ukiukwaji wa haki za binadamu. Kwa sasa hali katika Walungu inaripotiwa kuwa bado tete, huku taarifa zikionyesha kuwa baadhi ya vijiji vimebaki vitupu baada ya wakazi wake kukimbilia milimani na maeneo salama zaidi. Mashirika ya misaada ya kibinadamu yameanza kutoa wito wa kufunguliwa njia za kibinadamu ili kuwasaidia raia waliokwama katika mapigano hayo.
BMP TV inaendelea kufuatilia hali hii kwa karibu na itatoa taarifa kamili mara tu itakapopata udhibitisho wa kina kutoka vyanzo vya serikali, jeshi na mashirika huru ya kiraia. Bedi oi. Ijiru za kwa yose. Oyuru nsho. Wewe. Kwa hana. Au zalo batuchimbe na masoro. Kwa hana wewe. Kwa hana wewe Yesu. Ona wewe ni mwana. Mbedi wamwe mbedi. Mbedi ajachuka. Ni wasadu hili. Sio zaidi ya biru. Nagarebwa. Kuna mwana mwana. Amundu olundu kala. Ageze alali bise. Ndio alifungula banda. Alifungula banda bugezi. Ndugu mpenzi mtazamaji wa BMP TV Online, hiyo ilikuwa ni taarifa kutoka katika nchi ya Demokrasia ya Kongo katika kijiji cha Walungu. Bado tupo hapa DRC. Kiongozi wa muungano wa Alliance Fleuve Congo, Corneille Nangaa, ametoa kauli mpya kuhusu mwendo wa mazungumzo yanayoendelea mjini Doha, akisisitiza kuwa lengo la ujumbe wake ni kutafuta amani kwa njia ya majadiliano. Katika kauli yake kwa vyombo vya habari, Nangaa amesema, tulienda mjini Doha kwa nia njema na tunaweza pia kuondoka ikiwa tutaona mambo hayaendi kama ilivyokusudiwa. Lakini hatujaondoka kwa sababu bado tunaamini katika suluhisho la kisiasa kwa mgogoro unaoendelea. Kauli hiyo imekuja katikati ya taarifa zinazodai kuwepo kwa migongano ya maoni kati ya baadhi ya wajumbe wanaoshiriki mazungumzo hayo, jambo lilozua maswali kuhusu mustakabali wa mazungumzo hayo ya amani. Kwa mujibu wa duru za kidiplomasia, mazungumzo hayo yanalenga kuweka msingi wa maridhiano ya kitaifa na kumaliza migogoro inayoshuhudiwa katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika mikoa ya Nord Kivu na Sud Kivu. Hata hivyo, Nangaa ameeleza kuwa AFC haitavunjika moyo, bali itaendelea kushiriki kikamilifu katika juhudi hizo kwa manufaa ya taifa lote. Amesema, tunataka amani ya kweli na makubaliano yanayoheshimu heshima ya wananchi wa Kongo. Kwa upande mwingine, wachambuzi wa kisiasa wanaona kauli kama ishara ya kuimarika kwa matumaini ya upatikanaji wa makubaliano ya kisiasa, licha ya changamoto za kiusalama na tofauti za kimaslahi zinaendelea kujitokeza. BMP TV itaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya mazungumzo haya na kuwaletea taarifa sahihi mara zinapopatikana.
Ndugu mpenzi mtazamaji wa BMP TV Online, na hivi ndivyo tunafunga kurasa wetu wa habari. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment ili uwe kwanza kupata update zetu zenye uhakika na zenye kuaminika zaidi. Kwa niaba ya timu zima utayarishaji, ni mimi Bila Pengo Ulwa. Tukutane majira ya saa 4 asubuhi, majira ya Afrika Mashariki. BMP TV Professional Update.